Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji popote pale ulipo, mimi ni ndugu yako Khamis Tembo, mtangazaji. Nikukaribishe kwenye mazungumzo haya machache na kaka yangu Khalifa Muhammad Saidi ambaye ni mkurugenzi mkuu mtendaji wa kampuni ya Arafat Hajj and Umrah. Alhamdulillah, mashallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hii ni talbia ambayo inatolewa na watu ambao wamehirimia ima kufanya ibada ya hija ama ibada ya umra, na mara baada ya kuingia katika ihram, yani katika vazi hili na kwa nia. Naam, Sheikh Khalifa, kampuni ya Arafat mashallah ni kampuni ambayo inajitahidi kwa hakika kuweza kukusanya mahujaji nchini Tanzania bara na visiwani kwa ajili ya kuja kumlilia Allah tabaraka wa taala, hasa katika masiku haya muhimu ya ibada ya hija. Mwaka huu kampuni hii imebeba mahujaji wangapi, wanawake wangapi, wanaume wangapi, na ni fahari kwa kiwango gani wewe kuwawezesha waja wa Allah kufika katika viwanja hivi vitukufu? Karibu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Amma baad, mimi kwa jina naitwa Khalifa Abdallah Said, ni mwenyekiti wa taasisi Arafat Hajj and Umrah Services, na kwa kweli alhamdulillah tunajitahidi mbali ya kuhamasisha watu juu ya ibada ya hija, basi tunajitahidi vile vile kufikisha elimu stahiki ili tuweze kujua nini ibada ya hija na nani inamwajibikia hija na nini hija, kwa sababu wengi miongoni mwetu tumechukua hija kama ni sehemu ya kuja binadamu kuja kumalizia maisha au umri wake. Tulisahau kuwa hija ni sehemu ya nguzo katika nguzo za Uislamu. Kwa hiyo ili uwe Muislamu kikamilifu unahitajika uwe umekamilisha na nguzo hii ya tano ambayo ni nguzo ya hija, iliyotufikisha katika viwanja hivi adhimu, viwanja vya Arafa, kuja kumlilia Allah juu ya yale yote tulioteleza, na matumaini yetu ya Rabbi atupokee na atusame. Mimi nikiwa kama mwenyekiti wa taasisi Arafat Hajj and Umrah, kwa mwaka huu nimebahatika kuja na mahujaji 120, ndani yake wakiwa kina mama ni 54 na kina baba ni 66. Lakini katika taasisi hii ya Arafat Hajj and Umrah Service, mara hii tulipata msiba au tulipata mtihani wa msiba. Hujaji wetu Sheikh Khamis Ali Abdallah, Allah alimhitaji ghafla. Kwa kweli tunarudi au tunategemea turudi nyumbani na huzuni, lakini tukitizama upande wa pili, Allah amempenda, Allah amemteua, na sisi tunasema inshallah Mwenyezi Mungu amfufue katika mashuhada, amfufue katika watu wema, watu wa kheri. Amina. Alhamdulillah. Naam, hiyo ni kheri ambayo kwa hakika katika mazingira ya kibinadamu unaweza kuona kama tumepoteza, lakini kwa hakika tumewekeza, hatujapoteza, kwa sababu kumleta mja wa Allah katika viwanja hivi na Allah akamchagua, basi hii ni katika neema kubwa ambazo kama ninavyosema usihisi kama tumepoteza, bali tumewekeza mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mipango ya mwakani ikoje Sheikh Khalifa, pengine kwa sababu tunaposema inapoisha hija hii, milango ya hija ijayo imefunguliwa, mipango ikoje ya Arafat Hajj? Wallahi tunajipanga vizuri kwa sababu ili uweze kuliwafikisha hili, basi kunahitajika kujipanga vizuri, na kujipanga vizuri ni fedha. Naam. Taasisi tunazo nyingi, lakini taasisi zetu nyingi zina ukwasi wa kifedha. Naam. Na hilo ni jambo ambalo sipendi kuzisemea taasisi, bali napenda kuisemea Arafat Hajj and Umrah Services. Ninapoizungumza Arafat Hajj and Umrah Service, ikiwa tumekuwa ni watimilifu kiasi fulani juu ya kujipanga na mikakati ya hija, basi huwa tunatafuta mbadala wa fedha nje ya kumsubiri hujaji, kwa sababu mahujaji wengi sana wa Tanzania au mahujaji wetu wengi wa Tanzania maisha yao yako duni, mpaka wajiunge na wajichange, na wengi wao ni wastaafu wa serikali, na pesa zao zinapotoka ni June July, sisi tumeshafika katika miji hii. Kwa hiyo tunakutana na changamoto hizo, lakini alhamdulillah wengi katika hao huja, tukakaa, tukazungumza, tukapanga, tukajua tunasaidianaje ili waweze kuja kutekeleza ibada hija.
hata huyu marehemu Allah mrahamu, huyu ni mstaafu wa ZECO, yani shirika la umeme Zanzibar. Alizungumza na mimi na akanambia, Sheikh Khalifa, na kuomba usiniache mwaka huu kwa sababu sijui kama mwakani Allah atanifikisha. Inshallah, naomba niandike mimi na mke wangu na nachukua na hija mamangu, naomba tafadhali na kuomba kama usiniweke. Na kweli na mimi niliitikia wito wake, na namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Nikisimama hapa nisingetekeleza yale aliyoniomba, ningekuwa nisikumtendea haki na nimemfanyia dhulma. Lakini leo sirudi na huzuni mie kama mwenyekiti, narudi na fahari na furaha kubwa, kwa sababu niliweza kusikiliza yale aliyonieleza na nikafanyia kazi. Na kwa kweli kwa taufiki yake Allah, kabla hatujaondoka marehemu alipata mafao yake na aliweza kulipa gharama zote. Tumekuja naye hadaiwi hata senti moja katika safari yake yeye, na tuko na ahli yake na hija mzee wake. Alhamdulillah. Wallahi ni maneno mazuri kutoka kwa mwenyekiti mtendaji wa Arafat Hajj and Umrah. Bila shaka Mwenyezi Mungu aidumishe, aitunze, tuikimbilie. Amin. Naam, basi mara baada ya mazungumzo haya, mtazamaji, nawe tunakutakia kila la kheri, lakini kwa kuwa na mimi ni mtangazaji kutoka Bitha, kutoka Wakfu na Mali ya Amana, nikiwa na mwenzangu Barawa, kuna ujumbe mwaka huu tunasema, zingatia, lipa mapema upate hisa zako mapema. Sheikh Khalifa, kuna ujumbe huo bwana, kwamba lipa mapema, zingatia, lipa mapema upate hisa zako. Umejipangaje? Tumelijua hilo na tushajipanga inshallah. Tumelijua na tushajipanga, na hili tumelijua kabla hatujaipanda ndege kuja huku, kwa sababu tumefahamu kuwa ikiwa huna pesa uweze kuendesha taasisi ya hija. Asante. Kwa hiyo tunazisihi taasisi za wenzetu vile vile pamoja na yangu, tutafute mipango mbadala ya kutafuta fedha baada ya kukaa tukasubiri pesa za mahujaji. Asante. Pesa za mahujaji ziwe ni futo la kile ambacho tulikitanguliza katika matumizi ya mahitajio ya mamlaka ya Saudia juu ya ibada nzima ya hija. Amina. Nakushukuru sana Sheikh Khalifa, na Allah kuhifadhi na aibariki Arafat. Asante.